Mary unamjua? Ni nani? Hey. Huyo ndio mama wa Mama wa nani? Namuita mama wa Mungu sasa. Mama wa Mungu. Biashara. Niweza uliza swali ya haraka. Nauliza. Yesu alisaliwa na Maria. Ndio. Si kila mtu anajua? Ndio. Muhammad alisaliwa na Maria. Unasema hao ni mzuri. Mama hivyo. Wewe hapana, pengine nimeongea mambo mengine. Hapana. Kuna kitu mbaya. Iko sawa hii. Iko sawa. Demo weko ni muweko. Tufikie Ibrahim sasa tena. Unataka sasa kunishanganya. Sikuchanganya. Noah, nimekuuliza aje. Nuhu. Nuhu. Aikarire miaka 950. Niwe wa mbere mutumwo thino. Na ndirarega. No ndenda riri. Korire Nuhu ni okite agiuka. Nuhu umite ku. Ati umite ku. Kaya ndo maumaga ku. Ngoja tuanze mwanzo sasa. Wewe unataka kunishanganya lakini sasa wacha kuchanganya. Ameuliza. Wacha sasa nianze. Unamuelewa? Ngoja. Hebu sema sijasikia. Si sperms ya Ibrahim. Ilitoka wapi? Ni muujiza. Hapana. Sara alizaa Isaka. Sijasema hakuzaa. Wewe nasema haikutumika sperms. Ilitumika nini? Muujiza. Kama Yesu. Kwa Biblia iko. Mimi nitasoma hii kanisa, yani mkinigeuza akili yangu. Kugeuzi sisi tunakufikishia wewe uamue. Ni ujumbe tu mwenye. Una hakika Abraham si akulala na Sara kama mwana naye wazae. Kai. Fungua hiyo. Alitoka wapi? Ngoja nikuoneshe. Sunlight TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Sunlight TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Boss, habari yako? Karibu sana. Watoto, mtaka kupita? Pitani hivyo nyuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza tunamshukuru Allah na kumtakia rehma na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabii ambaye amekuja ila kafata linas. Njoo bro. Karibu. Habari gani? Nzuri sana. Naitwa nani? Simon. Mkristo? Yeah. Mimi Muislamu. Mimi naitwa Abbas, mimi Muislamu. Nilikuwa kwa Uislamu sijui. Ulikuwa kwa Uislamu? Ukatoka. Nini ilikutoa? Uliamua tu kutoka? Si ni makosa sana. Nini ilifanyika? Mimi nataka urudi. Nataka urudi. Narudi. Ulisoma kidogo ama? Sikuwa nimesoma. Na si msikiti ndio hii hapa karibu. Sasa unajua sikuwa huku, sasa nimehamia huku. Ulikuwa wapi? Nilikuwa Dandora. Dandora kuna msikiti, phase 5 kuna msikiti. Hata sijui phase 2 pia kama iko. Unajua hata kazi tunapita magari hiki. Hiyo tena sasa. Changamoto ilikuwa nini? Hebu nieleze. Pombe mbaya. Sasa inakusaidia nini tangu vile umekunywa mpaka leo? Kuna si wachane nayo. Bado unakunywa? Sasa nimepunguza. Umepunguza? Si ile wakati ilikuwa saa hii niko. Sasa mimi nataka uache kabisa. Sio kupunguza. Utanitafuta? Yeah. Sawa. Habari boss? Sawa. Sasa mimi nataka njoo hapo boss. Nataka nikupatie zawadi kidogo. Muhammad unajua ni nani? Muhammad. Si ulimsoma kidogo? Kidogo. Ashika yeye ndo usome tena habari zake zaidi. Sawa. Ni sawa? Na urudi. Tarudi. Nataka sasa uko sawa kabisa, wewe kuja unitafute. Sawa? Boss habari gani? Mzuri. Mimi naitwa Abbas. Ya mambo? Uko poa? Mimi naitwa Abbas. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Daudi, Muislamu, Mkristo. Na mbona jina yetu? Jina yenu unajua ni David. Kwa hiyo nachukua jina yetu. Naipenda itwe tu hivyo yani. Sasa si ungekuwa Muislamu kabisa, sasa uitwe hata tukiona unajua ni Daudi kabisa. Wewe jina ni yetu si yenyu. Unaitwa Daudi. Kanisa gani? Kanisa ni Catholic. Wewe ni Mkatholiki.
Asante sana. Mimi ni Muislamu lakini si hatusemangi msikiti gani. Msikiti ni yoyote. Ikifika time ya swala unaingia. Naelewa nyingi. Exactly. Tumekuja hapa Mwiki kuwatembelea kidogo. Tuzungumze na watu katika ground. Na vile vile kuna mazawadi kama unavyoona hapa. Kuna Qur'ani. Sisi kitabu yetu ni Qur'ani. Ushaona? Yenyu ni gani? Yangu ni Biblia. Biblia ile 66 ama 73. 66 lakini sasa unapata wengine wanabeba ya hiyo 73 hivyo tu. Na ya 73 na 66 yani sawa. Yaani hata unaona Daudi pale, unaona tayari kuna kashida mahali. Ushaona? Lakini Qur'an unaona hii ni Kizungu, hii ni Kiswahili, ushaona? Hata unaona hii ni kubwa, hii ni ndogo, lakini zote zinatoshana kwa kila kitu iko hapa. Shelewana vizuri. Yote iko 114 chapters na kuna chapter ambayo kwamba mimi nataka uende usome. Ushaiona Qur'ani katika maisha yako? walikuwa wanatufunza, niambia shida nikamwambia nitaisoma aje, akaniambia hata wewe si Mluya, hata kuna Kiluya hapo kaja. Exactly. Kama ni sawa. Okay. Qur'ani yenyewe kuna ile ambayo kwamba iko na original text ambayo kwamba iko kwa Kiarabu na hii iko translated, hii yote ni English. Yote ni English. Hii yote ni Kiswahili kwa kusaidia mtu kama wewe. Kwa sababu watu usemaga Qur'ani ya Waislamu. Ushaona? So hii ni kwamba usome uelewe. Na kuna very important chapter ambayo kwamba nataka usome ni chapter 19. Chapter 19 inaitwa chapter Mary. Mary unamjua? Ni nani? Huyo ndio mama wa nani? Namuita mama wa Mungu sasa. Mama wa Mungu. Huyo Mungu ako na mama Mungu wa Katolika ako na mama. Sasa mwenye alitufunza mwanzo ndio anafunza mpaka saa hii. Kwa hiyo sasa hapo tujui ndio chenye mbegu ya itupanda ndani tunaenda nayo. Sasa Mary ni mama ya Mungu. Si ndio? Mary si yako na mama? Ako nayo. Sasa huyu mama wa Mary atakuwa nani kwa Mungu? Hapo sasa. Atakuwa shosho wake? Hapo sasa. Umeona? Kwa hiyo ukisema kwamba Mary ni mama ya Mungu, kwa ufupi utasema kwamba mama ya Mary ni nyanya ya nani? Ya Mungu. Mungu yani huyu Mungu ako na family, ako na mama, ako na nyanya. Okay, huyu Mungu ako na mtoto? Mungu ako na mtoto? Unajifuata hivi. Nakuuliza wewe, hebu niambie, Mungu ako na mtoto? Hana mtoto. Kwa hiyo naamini Mungu ana mtoto. Katika imani yako ni Katoliki kweli? Lakini mimi vikuza pale toka ujombani huyo mama lakini katika nini ya Kikatoliki, lakini nini ya Kikatoliki kuna Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu na Mungu Baba. Kweli si kweli? Ya Kikatoliki. Sasa wewe ukisema hani inamaanisha umeasi Ukatoliki ama? Hapo sasa. Yes, hapo. Sasa wewe mimi naomba ni imani yako ya Kiislamu, basi kuwa Muislamu. Maana Mungu hana mtoto, kwa sababu kwanza tunaona ukisema Mungu ako na mama utapata ako na nyanya. Tena huyu Mungu tena akuwe na mtoto itakuwa ni makosa. Itakuwa kwamba kuna family ya Mungu. Familia tutauliza yenyewe utatuonesha. Number one family. Kama vile saizi kuna president anaongoza Kenya anaitwa Ruto. Ako na mama, unaona, ako na mtoto. Tunasema hii familia ya Ruto number one, yani familia ya kwanza, first family. Sasa naye pia ukiweka hivyo kwa Mungu ako na mama, tena Mungu ako na nyanya, Mungu ako na mtoto, hiyo itakuwa mbaya. Shasikia? Ukisoma katika Biblia 17:3 Yohana inasema na uzima wa milele ndio huu wa kujua wewe Mungu. Karibu boss. Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo ulimtuma. Nini maana ya pekee? Maana ya pekee ni nini? Ukisikia umesema unaitwa Daudi. Ukisikia Daudi ako pekee, ako na mtoto, ako na bibi, ako peke yake, si ndio? Sasa Yesu anasema Mungu wa pekee wa kweli, inamaanisha Mungu ni mmoja. Ushaona? Hana nyanya, hana mtoto, hana family. Na huyo ndio Mungu ambaye Waislamu wanaamini.
Ushanisikia vizuri Daudi? Kwa hiyo hii kusema ati Maria mama wa Mungu, hiyo ni makosa. Huyo si mama wa Mungu. Maria ni mama wa Yesu. Ama kwa imani yako Yesu ni Mungu? Sio Mungu. Sasa utasemaje Maria ni mama wa Mungu? Ukisema Maria mama wa Mungu unakusudia kama Yesu ni Mungu, lakini Yesu si Mungu. Yesu mwanadamu. Chelewana vizuri Kwa hiyo nilikuwa nataka usome chapter 19 ambaye ni chapter Mary, ambaye inazungumzia habari ya ambaye inazungumzia habari ya Mary namna alivyopata Yesu. Kwa ufupi ni kumaanisha hivi kwamba kama katika dunia kusinge kuwako na Biblia, Waislamu wangemjua Yesu. Sijui nielewa. Kwa sababu unaposoma hiyo chapter 19, wacha nifungue hiyo. Nifungue na hii ni yako. This is your copy nataka kukupa. Unatumia Kizungu ama Kiswahili gani utaelewa? Nitatumia Kizungu. Kizungu. Okay, ndio hii Kizungu. Nifungue ama utaenda fungulia mbele? Chapter 19 ya hii. Yes, wazee, habari yenu? Karibuni sana. Tuko katika mazungumzo ya Mungu hapa kidogo. At least mjue Uislamu mambo 2 3. Na Mungu ni mmoja. Kabisa. Ni mmoja. Asante. Umeona? This is chapter 19. Hii ndio mara ya kwanza unaona Qur'ani. Je, ushaona Qur'ani wewe? Inaitwa nini? Angalia, inaitwa nini? Mary. Unaona? Ni story ya Mary. Vile alivyokuja akapata Yesu kwa uweza wa Mungu. Unaona? Yeye alipata kwa uwezo wa nani? Wa Mungu. Ni neno la Mungu ambaye alimtumia Mary. Mary akashika mimba akapata mtoto. Huyo mtoto akazaliwa kimiujiza, ndio Yesu. Ushanielewa? Kwa hivyo unaisoma hiyo story yote hapa. Habari yenu wazee? Karibuni sana. Umeona? Ndio hizo story zote. Umeona? Hii yote uende uisome. Unaona kuna John the Baptist hapa. Paka yeye ametajwa John the Baptist, Zakaria baba ya John the Baptist yako, Yesu wako. Unaona mama yake yako na story yake kamili, si yote tunaijua. Hatuhitaji Biblia kumjua Yesu. Lakini mnahitaji Qur'ani kumjua Muhammad. Shalana vizuri. Sasa mimi nakupa hii ni kopi yako. Shika. Hiyo ni kopi yako. Sawa. Kitu kingine, mimi nakaribisha katika Uislamu. Sababu imani yako karibu ya Kiislamu. Kidogo tu nakosea kitu moja au mbili, lakini imani yako inaenda vizuri kabisa Kiislamu. Hii kitabu sikuisoma. Lakini kilikuwa ujombani ndio kitabu kinasoma. Ujombani. Nyumbani hasa ni wapi? Mumias. Mimi najua area ya Western, mimi najua habari za huko. Waislamu wako wengi na ndani ya nyumba kuna Waislamu na kuna Wakristo. Mimi najua habari ya Western Province huko. Elienda hivyo. Kuna Waislamu na kuna Wakristo. Wewe ukaamua kuwa Mkristo. Kagawanyika tu hivi. Tokeni. Tusimame sasa ingakawa. Lazima ukuje huko usimame pale ya mzee wako sasa. Sasa nikuuliza wewe, ni nini zaidi ilikuzuia wewe ukaamua usiwe Muislamu? Kufuata familia hiyo. Sasa unafuata familia, siku ile ukifa utazikwa na hiyo familia yako? Haiwezekani. Si utazikwa peke yako? Na ukifuliwa utafuliwa na familia? Utafuliwa peke yako. Mbele ya Mungu utaulizwa swali, wa familia yako wako hapa wanakusaidia kama wakili? Si utaulizwa peke yako? Sasa ukisema unafuata family, wewe unakuwa kulingana na Qur'ani. Hii Qur'ani, ngoja nikuoneshe hapa. Yaani unakuwa uko katika pali hatari. Na pia kulingana na Bible pia inakataza mambo ya kufuata family. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa katika shida. Siku ya mwisho utaulizwa ukiwa peke yako, sio na family. Kwa hivyo indakana decision unatengeza ukiwa peke yako. Unaona hapa inasemaje? Inasema hii, when it is said to them, yani unapoambiwa mzee karibu, welcome, there's a free copy of the Holy Quran here, free literatures books about Muhammad and other books here, welcome, just for free, and you can ask any question. Inasema when it is said to them, follow what Allah has revealed. Ikisikia Allah maana yake it's God, sawa, the Almighty God.
Follow what Allah has revealed. They say, nay, we shall follow the ways of our fathers. Yaani nafuata nini ya family. Hiyo kwa Quran. Napewa bure. Free. Na ukiwa na maswali pia unauliza. Ushanielewa? Sawa, asante, nakupa sahihi. Unaona? What even though their fathers of word of wisdom and guide us. Hata kama baba wao amepotea watawafuata tu. Unaona shida? Mzee, habari gani? Mzuri. Kwanza mimi naitwa Abbas. Abbas. Wewe unaitwa nani? Joseph. Naitwa Joseph. Mimi Muislamu, wewe? Kristo. Kanisa gani? Yoyote. Kuna cha kanisa. Wewe ni Catholic. Was a Catholic. You are a Catholic. Then what happened? Karibu siku ngapi? 2, 1 ama? Tuko hapa leo, pia kesho tunaweza kuwa hapa. Ama Musa iko silimu, hakuna shida. Joseph, sijui kama mimi naamini umri uko nao ushakutana na Waislamu wengi. Na lazima kuna mambo mengi umeona kwa Uislamu ungependa kujua na labda hujaipata chance. Sijawahi. Hujaipata chance. This is your chance today. Do you have any question to us Muslims? Anything you like to know about Islam that you have seen, you don't understand? Yeah. Hii ni ishara kesho. Kuna chenye nataka kuuliza hapo. Basi utakuja. Asante. Nani mkubwa kwa watume? Nani mkubwa kwa watume? Yaani ule mkubwa kuliko mitume wote? Kwa umri ama kwa daraja? Kwa daraja ile hiyo. Mungu. Okay. Tusiseme Yesu Kristo malali. Okay. Kwa ufupi mimi naweza kuuliza tu swali kidogo ya kufungua akili kabla nikujibu. Kati ya president na dio nani mkubwa? President. Kwa nini? Mamlaka. Na pia na govern sehemu kubwa. Si ni kweli? Kuja hapa tu pande hii. Kuja upande hii. Sasa tukiangalia that angle. Sawa? Mitume wote wamekuja, Mungu alikuwa anawatuma in a specific people, specific place. Specific people, specific place. Ndio Mungu alikuwa anatuma. Wote mpaka hata kufikia kwa Jesus. Kwa Jesus wenyewe alituma kwa the children of Israel. Shaelewana vizuri. Bi maana in Israel pale. But when Muhammad came, Muhammad was sent to everybody, every tribe, everybody. Kwa kila mtu. Kwa hiyo in that angle ukiangalia, we mwenyewe ukiangalia, nani hapo atakuwa mkubwa, nani atakuwa mdogo? Muhammad. Ushanielewa vizuri. Sasa jibu umeipata. Haya, sasa nakupa vitabu viwili. Karanja, nakuona. Kwanza nakupa hii. Umsome Muhammad kwanza ni nani? Ushaimsikia Muhammad? Ushaimsikia ni nani? Meishi Isri sana. Kwa hivyo namjua. Sio? Sasa hii soma kumhusu about Muhammad mtume. Mama karibu sana. Free copy of the Quran. Oka. Na hii naye nakupatia pia free copy. It's in English. Ama ungependa Swahili? Ungependa Swahili? I'm conversant with English. Bas, ndio hii. Ushaona? So you read this one and you read this one. So hii zote zitakuja kupatia mwelekeo wa Uislamu ni nini. Isipokuwa hiyo kuuliza nani bigger, you don't have any other question? Kati ya Mungu yenye tunaabudu wakiwa watume ni nani mkubwa, ni Mungu ama ni mtume? Karanja, assalamu alaikum. Vipi? Unapotea wapi bwana? Wapi upatikani? Wa salama, hali yenu? Mko poa? Wewe Karanja ngoja bwana usiende. Waketi hapa. Wa salama. Kabisa kitabu nikasoma nipate mawaidha ni kwa mjanja. Ndio kwa mjanja. Mimi nawapea hizi tu tatu, sawa? Hana shida. Hiyo yako. Hiyo yako. Sawa? Alafu sasa kesho kujeni mkiwa mko sawa, tuzungumze. Unajua. Huyu? Ustad. Ule? Huyu sumuulize, unajua? Nakujua. Basi hizo tafsiri. Exactly. Tumeshukuru. Haya karibu. Sasa welcome. Kuna swali hapa anauliza Karanja, hebu nisaidie. Anasema aje? Hebu uliza swali yako. Watume ndio. Kuna Quran pale Bible kitaka. Mungu aliwatuma. Sasa nani kati yao ni Mungu?
Kati ya nani? Mitume Na Mungu. Haiwezekani watu wakuwe Mungu. Sio tawe kwako wewe ni mdozi, kuna bibi na watoto. Si ni kweli? kweli. Sasa wewe saa zingine huwezi amka ukachukua kikombe kukiwa na mtoto hapo. Unamwambia aje? Nisaidie. Sasa naye Mungu ako na wafanyikazi. Kwa hivyo Mungu ni mmoja, si wawili na si watatu. Ni mmoja. Na iwezekani Wakristo wakuwe right na Waislamu wakuwe right, Mungu akiwa ni mmoja. Iwezekani. Lazima Waislamu ni wakuwe right ama Wakristo wakuwe right. Lakini tuseme Waislamu tunaenda paradise na nyinyi Wakristo mnaenda paradise. Iwezekani bwana. Lazima kuna mmoja aende. Kuna mmoja anaenda jehanamu na mwingine uzima wa milele. Umesikia hiyo? Kamunyweso sasa ile. Wewe kama unaamua kuwa Muislamu sahi na umeshindwa kuacha mara moja, vupi tutaenda tu venye Mwenyezi Mungu alikuwa anaenda kiqur'an. Hebu nichukue hapo ile mic yangu. Unaona? Anaenda kiqur'an. Umeelewa? Kwa Uislamu pombe ikukatazwa mara moja ati ni mbaya mara moja. Ilianza kukatazwa pole mpaka ikakuja ikaambiwa ni mbaya sasa. Usikunywe sasa. Kwa sababu ilikuja kuna aya zimeteremka watu wasilewe waende kuswali ama watu walewe after swala. Saa hii hakuna kulewa ukiwa Muislamu. Hakuna kulewa ukiwa Muislamu, hakuna. Lakini zaidi ya hapo sijafika kuamini Qur'an, hiyo ndio songa hapa sijafika. Hakuna hiyo. I know. Mtu kama Abraham, ukiangalia historia ya Abraham naona Islam wanaifuata. Tukiangalia mambo mingi hata sisi tunasomaga Biblia, lakini ukiangalia sana tufuate Abraham, Isaac na nini, naona hii kitabu ni kama iko ukweli kuliko Biblia. Sawa. Haya, Abraham alipokufa, Isaac alienda kutafuta nani awaje mumsike, walienda kumtafuta Ishmaeli akuje wasike baba yao. Si ni Islam? Kabisa. Sasa usitaki niendelee sana. Mzee ako na maswali kwanza, na wewe pia nataka kwa maswali kwanza. Tulia, acha mzee amalize ndani kupe kopi yako, usiende. Kabla aende, amesema ametaja Ibrahim na Isaac. Kwani Ismaili unamweka wapi? Ametaja Ismaili ni ndugu ya Isaac. Asante. Na ndiye mkubwa kuliko Isaac. Wewe bana, kuwa Muislamu. Sasa nitakuwa mimi nakwambia nimekaa Mombasa bwana. Wachana na Mombasa sasa. Mimi nakukaribisha kwa Uislamu kwa sababu ni ngumu upate Mkristo ambaye anayekubali mambo ya Ismail. Wanasema Ismail ni mtoto ya nje, Ibrahimu alihanya. Kwa Moses alipofika pale aliona moto inawaka. Akakaribia hiyo moto. Hiyo msitu ilikuwa inawaka. Mungu alimwambia tafadhali fua viatu. Na nyinyi mnafua. Hapana. Lazima usiwe Muislamu. Mimi si Muislamu, lakini nakwambia naona mnafuataga. Kusaidia nini kama unaonea kwa mbali, sisi tunafuata. Wao ukae nje ya hoteli uone mtu anakula. Na ukuli na kusaidia nini? Ule anasikia utamu, anashiba, wewe na akuwe anaji. Mama hivi ndio. Unaweza kuwa unasema pilao ni mzuri. Mama hivyo. Wewe hapana, pengine nimeongea mambo mengine. Kuna kitu mbaya. Iko sawa hii. Iko sawa. Demo Gikuyu ni Mugikuyu. Niguo. Witheramu ti wa kabira. Witheramu ni wa Ngai. Na kwina kabira cio ciothe. Ile nguo na kiria gikaga ri ni hagoni. Sasa ndio unaona sasa sisi wa Kikuyu tumeijua na Mungu akatupea ujuzi, ndio tunajaribu kuwafikishia nyinyi wenzenu, kwa sababu lazima tuanze na nyinyi. Lakini nimekwambia kutoka kwa Biblia. Wacha hiyo Biblia mimi nasoma nikifuata sana. Yule mtu anaifuata ni Muislamu. Kama unaamini Uislamu ndio wanafuata Biblia kuliko mimi, unagoja nini? Kwa mimi Mungu ni mmoja. Eko okiara hiki one time
One time si one time ni shahada. Unajua wale wa one time wametuibia sisi. Hao wangetafuta ingine kidogo ama hii. Wafanye hii lakini hii one time wametuibia shahada. Hii ni ya Waislamu ya shahada hii. Hii ni ya kumaanisha Mungu ni mmoja. Sasa sijui kama pia watu hata kama wanatangaza Mungu ni mmoja. Akipanda alifanya mambo ni mawili. Sauli yako. So uko na maswali? Unataka niulize swali gani kulingana na dini? Yoyote ile inakusumbua, sio mimi mchungaji nikusaidia. Kuja kupotea. Wewe pastor. Toki kukaribia. Unataka tu niulize swali. Uko na swali gani kuhusu Uislamu? Islamu nataka kuuliza swali. Na ni hii mambo ya dini. Uliza. Dini ya kwanza. The first dini ya kwanza ilianza na nani? Dini ya kwanza. Dini ya kwanza, dini ni moja. Tangu dunia wanadamu walianza mpaka itakapoisha, dini ni moja. Dini ya Uislamu. Ilianza na Adam. Hebu tuianze ndio niinjue. Ndio sisi tuanze Ukristo. Mimi ni Kikuyu, si ndio? Mimi najua Gikuyu na Mombis. Hii ni mambo ya 60s. Lakini pale mwanzo kuna kitu tunataka kujua. Yesu alianza ukule. Yesu alianza Yerusalemu huko. Yerusalemu. Lakini ni nyuma ya kuna dini ilikuwa. Dini nimekwambia ndio hiyo ya Isaac na Ishmaeli. Kabla ya Isaac na Ishmaeli kuna watu wengine walikuwa. Kina nani hasa? Kwani akina Nuhu walikuwa wapi? Noa. Watu wa Adamu walikuwa wapi? Ndio tufikie Ibrahimu sasa tena. Unataka kunishanganya. Sikuchanganya. Nimekuuliza aje? Nuhu. Aikarire miaka 950. Niwe wa mbere gutumwo thi no. Na ndirarega. No ndenda riri. Korire Nuhu ni okite agiuka. Nuhu umite ku? Ati umite ku? Kaya ndo maumaga ku. Ngoja tuanze mwanzo sasa. Wewe unataka kunishanganya lakini sasa wacha changanya. Ameuliza. Wacha sasa nianze. Unamuelewa? Ngoja nianze. Wacha nianze. Mungu aliumba ulimwengu. Ndio. Akaumba nani? Adam. Kabla hajaumba Adam, ngoja nikueleweshe mzee. Mtu ndiye alikuwa kitu cha mwisho kuumbwa. Exactly. Hata ubwa na mheshimu ni mzee kuliko mimi. Tuendelee. Ndio hiyo. Hata ubwa na mbele yangu. Juu una swali yoyote yenye inakuzuia wewe kuwa Muislamu. Hauna yenye inakuzuia wewe kuwa Muislamu. Sina. Kuwa na Muislamu basi. Mimi sina. Ninaamini hiyo dini. Sawa, kuwa Muislamu. Tumalize. Tukupe muda. Usinipeleke bio, lakini hakuna kitu inanizuia. Manake vile Muislamu anafuata ni kama Biblia vile iko. Asante. Kwa hivyo ukiona Wakristo wanadai wanafuata Biblia ni waongo, sawa? Wao ni waongo. Kuna Biblia wanafuata. Hebu simama hapo. Mzee leta hiyo swali. Swali langu. Waislamu wanaomba shetani. Asante sana. Waislamu wanaomba shetani. Nani alikuambia? Kulingana na dini. Dini gani? Ya Protestant. Hao ni wanafiki. Itajuaje ni wanafiki? Utajua kwa sababu iko wapi hiyo Qur'ani? Leta falsi. Ngoja nikusomea aya mbili kidogo uende. Unaona msikiti unaiona? Naiona. Hakuna viti. Ndio. Ndio. Wanawake wanaingia pande yao na wanaume pande yao. Kama Yesu alipokuta kama kitabu kanisa. Ngoja na mambo ya Yesu. Mimi nakwambia misikiti zote dunia hii. Msikiti zote dunia hii. Dunia. Si Kenya, dunia hii. Na kama ni simuko hapa mpaka jioni. Watu wako na sehemu yao na wanaume na sehemu. Takuja tuongee na au hawachanganyiki. Msema kesho. Sasa wewe umesema sisi tunaabudu shetani. Sisi tunaabudu Mungu peke yake. Aliumba hizi mbingu na ardhi. Kuna mtu mtakosea. Lakini umba mbingu na ardhi. Yenye ina piramidi, unaona ina piramidi si kama nyumba. Mwenye alikuumba wewe ndani ya tumbo ya mama yako na sperms. Ni drop moja ya sperms. Ni Mungu. Si ni mmoja. Kweli. Umeenda kuabudu mashetani sisi. Tunaabudu Mungu muumba mbingu na ardhi. Okay. The myth. Tunaita the myth. Between
tunasema Ukristo na Uislamu ni dini tofauti. Ndio. Na dini najua hakuna mahali itakupeleka. Lazima ikupeleke mahali. Ndio lazima. Nieleze. Maliza kwanza, acha maliza. Sasa unajua ukisema dini kupeleki mahali hatungekuwa hapa kwa hii barabara saa hii. Acha nikuulize swali. Uliza. Kwa dini nikisema cha ukweli ama kanisa dhehebu dhehebu hakuna Mungu. Kama Mungu aishi dhehebu, unajua maana ya dhehebu? Sielewi. Maana ya dhehebu ni kwa Wakorino, SDA, Wakatoliki, Waprotestanti, wote hizo ndio madhehebu. Haya, dhehebu hakuna mahali nakupeleka. Dhehebu sasa ikupeleke wapi? Isipokuwa kama uko na dini inakupeleka mahali. Ukiwa na Mungu ndani. Huwezi kuwa na Mungu ndani yako na bado uko kwa madhehebu uende mahali. Kwa sababu madhehebu ni biashara za watu. Ndio. Naielewa sana. Niweza uliza swali ya haraka haraka? Nauliza. Yesu alizaliwa na Maria. Ndio. Si kila mtu anajua? Ndio. Muhammad alizaliwa na nani? Na mama yake. Usiniambie majina yake. Jina ya mama yake. Anaitwa Amina. Amina. Ndio alisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya. Wacha nitoke hapo. Kuna Ishmaeli. Ndio. Mama yake ni Hagai. Kutoka Hagai, hebu nieleze tutoke kwa Hagai. Akasa Ishmaeli. Ishmaeli akasa wanaume 12. Ndio ulikuwa nataka sasa unieleze. Hii ndio shida yetu. Majina ziko kwa Biblia. Sikiza, hawa watu wa Kristo walikuta kutudanganya, manake waliweza kupa. Ndio maana tumetokea kuambia. Very good. Wao walifanya kupanga. Sasa nyinyi mpangi. Ishmael ndiye mkubwa kuliko Isaac. Na wakati Abraham alikufa, Isaac alienda kumtafuta. Ndio wasike Abraham. Wasike baba yao. Sasa kutoka kwa Ishmaeli, kwa nini hamtupangii tujue? Tunapangia vipi mzee, wakati wewe unajua Ibrahimu alikuwa na bibi mwingine anaitwa Sara? Wacha Sara. Nitakuonyesha mwingine. Bado kuna mwingine. Kitura. Exactly. Hata Kitura yako. Tujafika huko. Tuko kwa Ismaili. Ismaili kuna mama yake na baba yake. Exactly. Na baba yake ni Abraham. Safi. Lakini unajua Isaka si sperms ya Ibrahim? Si? Nirudie. Hebu sema, sijasikia. Si sperms ya Ibrahim. Ilitoka wapi? Ni muujiza. Hapana. Sara alizaa Isaka. Sijasema hakuzaa. Nasema haikutumika sperms. Ilitumika nini? Muujiza. Kama Yesu. Kwa Biblia iko. Mimi nitasoma hii kanisa yenu, mkinigeuza akili yangu. Kugeuzi sisi tunakufikishia wewe uamue. Ni ujumbe tu. Una hakika Abraham si akulala na Sara kama mwana naye wazae. Kai. Fungua hiyo. Alitoka wapi? Ngoja nikuoneshe. Wewe utafanya nichelewe na kasi. Unajua? Sikatia kaza fungua. Fungua mwanzo. Na mimi tulia, mzee alikuambia kitu. Hatukukonfuse sisi, tunakufikishia ujumbe, ukubali ukatae. Ibrahim akulala na Sara. Walilala, si alikuwa bibi yake. Lakini Sara si alikuwa azali Ibrahim. Alikuwa tasa. Sasa miaka yake ilikuwa imefika mwisho. Alikuwa menopause. Mungu wakati Sodom na Gomora inaenda kupigwa 16:1 mwanzo. Malaika walipitia Sarai wakamwambia kuna ujumbe Mungu amekuambia atakutendea. Utapata mtoto. Na mnatuambia alimpa Sara na hakuna asichokiweza. Ngoja nini? Ngoja. Alimpea. Malaika walimwambia utapata nini? Mtoto. Akauliza wakati kama huu. Sarai akauliza. Acha tusikie. Akacheka. Sasa kwa sababu alikuwa mzee. Basi 16:1. Unajua kusoma Biblia vizuri sana. Basi mwenyewe soma hata mimi sasa. Mnashidana. Ndio hii hapa. Anza hapa. Ndio hii hapa. Basi Sarai mkewe Abrahamu hakumsalia mwana. Tulia hapo. Biblia inatuambia Ibrahimu hakuzaliwa nini? Basi Sarai mkewe hakumsalia mwana. Ukisikia hakumzalia inamaanisha nini? Hakutumia mbegu zake. Barikiwa, tuendelee.
naye alikuwa na mjakazi Mmisri, Nani? jina lake Hajiri. Sarai akamwambia Abrahamu, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizai. Umwigilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Tulia. Kumbe Sara ameona miaka imeisha, hazai na si ati hawafanyi kazi yao, wanafanya, lakini Mungu hajajali. Akasema chukua huyu mfanyikazi wetu. Mjakazi sasa. Ni mfanyikazi huyo, ni maid sasa. Kwa sababu kwako wewe bibi yako na maid tofauti, ni kwa wewe bibi ni wa nyumba na huyu ni mwanamke mfanyikazi, lakini kila kitu wako sawa. Ni kweli. Ngoja tumpate sasa. Ngoja twende. Ngoja kidogo. Ngoja tumpate sasa. Abrahamu akaisikiliza sauti ya Sarai. Sababu Sarai ni mkewe. Sarai mke we Abrahamu akamtoa Hajira, akamtoa Hajira Mmisri, mjakazi wake. Akafanyaje? Baada ya kukaa Abrahamu katika nchi ya Kanaani miaka 10, akampa Abrahamu mumewe awe mkewe. Kwa hivyo Ibrahimu hakufanya zinaa venye wewe unasemaga. Kumbe Sara alimkabidhi. Rudia, mpatie ashikilie isifutike. Na hiyo hajaiona hiyo. Wacha tuanze mwanzo. Inaanza hapa, hakuna mahali. Basi Sarai mkewe Abrahamu hakumzalia mwana. Naye alikuwa na mjakazi Misri, jina lake Hajiri. Ndio. Sarai akamwambia Abrahamu, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizai. Umwingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Ndio. Labda hata kuwa na hakuwa shua jota ajibu. Abrahamu akasikiliza sauti ya Sarai mkewe. Sasa Abrahamu akamtoa Hajiri Misri, mjakazi wake. Baada ya kukaa miaka Abrahamu katika nchi ya Kanaani miaka 10, akampa Abrahamu mumewe awe mkewe. Twende. Ngoja tunaelewana. Tunataka tuende hivyo. Nataka umjue kwa sababu yako na ile kasumba ya kusema kwamba Ibrahimu kazini. Basi akamwingilia Hajiri. Kumwingilia kufanya nini? Ni kulala naye. After kufanya nini? Hiyo najua. Basi akamwingilia. After kufanya nini? Ibrahimu amelala na huyu Hajiri baada ya kufanyeje? Kuabiwa na mkewe. Akapewa awe nani? Hii bado iko kwa Hajiri awe mkewe. Sio nini? Iko kwa Biblia hapa. Kwa maandiko, lakini sio nini? Si gashungwa venye mnasema. Si malaya. Sababu barikiwa. Asante. Akampa Abrahamu mumewe awe mkewe. Basi akamwingilia Hajiri. Naye akapata mimba. Umeona? Hajiri ni mama ya nani? Haya. Naye ndogo dadi, mimi nakuuliza wewe. Hajiri. Amepata mimba ya nani hapo? Abrahamu. Mtoto nani? Ismaili. Barikiwa. Sara sasa hiyo akona hii ni Ismaili akona mimba. Sara akona mimba hapa. Mimba sababu ameingiliwa na moja. Rudia tena moja, sikiliza. Basi Sarai mkewe Abrahamu akumzalia mwana. Umeona sasa? Kumbe huyu akipata mimba Sara ana nini? Hana mtoto. Exactly, hapo umenena. Hana mtoto. Kwa hivyo first born wa Ibrahimu ni nani? Ishmaeli. Hiyo mimi ni wewe nauliza mzee. Ismaili. Na mnatuambiaga ni Isaka alikuwa anataka kufanywa nini? Ati kafiri, kuchinjwa. Kafara, si kafara. Lakini kumbe kwa mujibu wa Biblia aliyetaka kufanywa kafara mtoto wa kwanza ni nani? Ni Ishmaeli. Sio nani? Sio Ishmaeli. Sio Isaka. Kwa hivyo hiyo kasumba yeye ya kuzungusha kwa sijamaliza kazi. Nitakuja. Haya, tuelewe sasa. Utanielezea na ninaweza badilika. Basi akamwingilia Hajiri. Naye akapata mimba. Kwa hivyo hakusana nani? Kwa Muislamu. Sana huyu mama anaitwa Hagai. Hii ni mama ya Hagai peke yake. Hii ni Biblia. Si ndio hiyo nakwambia, lakini mambo ni ya Hagai. Kwani ya muamini? Si tuseme siamini. Nakwambia hiyo mambo ni ya Biblia. Ngoja kidogo tuendelee.
basi akamwingilia Hajiri naye akapata mimba. Kwa hivyo mjakazi wa zote zako Sara ambaye ni nani? ambaye ni mke wa Ibrahimu kalala naye akapata nini? akapata mimba. Hakuzaa na Sarai. Nani? Ibrahimu hakuzaa na Sarai. Kwa sababu Kesho nitakuja hapa. kwa sababu walikuwa wameshafika mwisho. Akampa Abrahamu mkewe awe mkewe, basi akamwingilia Hajiri naye akapata mimba. Naye alipoona ya kwamba amepata mimba, bibi yake alikuwa duni machoni pake, Ndio tukuje Isaac. hakuwa na Hata mimi tutabishana na hakuwa na fefa. Hatufanye kazi ya kupishana. nasema hata mimi nitaleta hiyo mambo. Umeelewa mzee? Hakuwa na fefa machoni mwa Ibrahim. Umeona? Kwa hivyo Sarai akamwambia Abrahamu, ubaya ulionipata na uwe juu yako. umeona? Nimekupa mjakazi wangu kifuani mwako. Naye alipoona kwamba amepata mimba, mimi nimekuwa duni machoni pake. Bwana na ahukumu kati ya mimi na wewe. Bwana ahukumu. Akapea Bwana hukumu. Kwa hivyo alipea Mungu Bwana ya Sarai. Sasa Nimeenda sokoni kwanza, hebu siwezi jibu kwa maiki kitu sijaelewa, nilikuwa niko huko na mwingine. Sasa ungeuliza huyu hapa naye. Wewe ndio tiriri. Endelea na Wa Ibrahimu ni tuwalekie. Hiyo tumemaliza kwamba hiyo swali yako imejibiwa. ndio Kuwa Muislamu tumalize. na hiyo ndio dini inafaa iwapeleke mbinguni. Na ukipinga tunakuonyesha kwa Qur'an, na we ukipinga unatuonyesha kwa Biblia ati hakika dini ya haki ni Ukristo. kwanza siwezi sema Biblia iko sawa na siwezi sema Qur'an iko sawa. Na mimi Kwa nini nisiseme? naweza kuthibitishia Qur'an. Kwa nini iko nisiseme? sawa. Kwa nini nisiseme? Biblia sijaisoma yote. Qur'ani sijui ni kweli ama si kweli. Sasa wewe ndio unajua hapo vizuri. Sasa nasema kama Mungu ni mmoja, mbona tusikue ndugu na dada? Sasa hiyo ndio shida, ndio tunawauliza nyinyi. Kama Mungu anayeabudiwa ni huyu mmoja, kwa nini ibada ni tofauti na tunamwabudu yeye peke yake? Ama nyinyi mko na Mungu wenu? Hatuna Mungu mwingine. Na sisi tena hatuna mwingine, ni huyu mmoja. Na nyinyi tunasikianga mkisema kuna Mungu kwa ungapi? Watatu. Kwa Trinity, si ndio? Trinity sijawahi kuja kukubali. Hiyo kitu unaijua? Sijawahi kuja kukubali. Sawa. Sababu moja. Hiyo kitu unaisikianga hii ya Trinity. Trinity naisikianga. Ninafanya nini duniani? Trinity kwa kitu inaitwa Roman Catholic. Wewe unaenda dini gani? Wewe unaingia gani? Wewe unaingia Catholic? Sana si Catholic, zozote tu. Wewe una kanisa specific ile. Ni kafiri sasa. Wewe kafiri. Sasa nataka nikuondoe katika ukafiri, nikuingize kwenye dini. Na nikuhakikishia hiyo dini ukifuata mafundisho yake, pepo ya Mwenyezi Mungu unaingia. Yaani ile mnasema paradise. Lazima uingie. Usilimu na ufuate mafundisho ya dini. Lazima uingie pilani. Lakini kwa Biblia hii unasema hujasoma na una uhakika nayo, ni kweli. Ukisoma Yeremia yenyewe inakuambia vitabu zote unazo. Gani leta hii kwanza, leta tu hii. Ni gani umenyang'anya? Iko sawa. Yaani umeshika mpaka yenu yenyewe, tena unalalamika umenyang'anywa. Swali ni je, mimi kitu naelewa, Mungu ni mmoja. Sababu kwa nini? Sababu moja, Mungu mwenye umba ardhi ni mmoja. Kwa kanisa hakuna Mungu. Kwa kanisa hakuna nini? Hakuna Mungu. Kwa kanisa hakuna nini? Hakuna Mungu. Na kwa msikiti Mungu anaishi wapi? Kwa roho yako. Kweli? Mungu anaishi kwa roho yako. Sasa nikuulize swali, kama Mungu anaishi kwa roho yako, Yesu naye alikuwa na Mungu kwa roho yake? Yesu simtabui. Tena Yesu mtambui? Simtabui.
Aha, tuende mbele sasa. Hebu nieleze Mungu. Nieleze Mungu ako kwa roho yako kivipi? Yesu simtabui sababu ni mtume kama Muhammad. Aha. Kwa hivyo Yesu simtabui kama Mungu. Sasa nikuulize. Kwa hivyo kitu moja najua, Mungu ni mmoja. Kwa hivyo Yesu si Mungu. Ni kweli kabisa. Hiyo ni mtoto wa Mungu. Si mtoto wa Mungu. Mtu anaitwa Muhammad ni mtume wa Mungu. Ni kweli. Na ni watume wengi. Ni wengi. Ambao hawajaelezewa kwa Biblia ama kwa kitabu yoyote yenye sijasoma. But kulingana na vyenye najua, Mungu kama ni mmoja, kwa nini tusikue kitu moja? Sasa ni sisi. Dhehebu ni mingi. Kidogo tu sasa nikuulize. Sisi hapa ukitaka kujua tuko kitu moja, sisi ukitoka hapa kwa moski hapa, unaona mafasi tuko nayo. Ukienda town utapata mwingine na mafasi kama hii ama hapana? Ipate itafanana ama haitafanana? Itafanana. Na saa ya kuswali ikifika, kuna kitu inaitwa kuadhini. Ile adhana ya hapa, unasikianga mjana wakifanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kama saa hizi tena saa 1 magharibi inaelekea utasikiza. Ukienda hata Amerika utasikia wanaadhini. Waislamu wote wanaingia wapi? Kwa msikiti. Na nyinyi tofauti yenu sasa ni nyinyi, ni sisi tuwaulize kwa nini msitufate? Kwa sababu wenyewe mmetawanyika, kisha mkatawanyisha kanisa zenyewe, mkawa na Catholic peke yake, mkajiongezea Catholic Reformed tena, si ni kweli? Ama ile Orthodox. Hiyo uwanga mnatofautisha na Mungu ama wenyewe mnatofautisha dini? Sasa kulingana vyenye najua na miaka yangu, mimi kitu ulipata wazazi wako wakifanya. Sasa wewe unafata mila za wazazi, sio kufata maneno ya Mungu, si ni kweli? Maneno ya Mungu ndio hiyo ufuati. Sasa mimi nakuomba kwa hiari, kama unanisikiza sasa, uje tufata maneno ya nani? Ya Mungu. Uko tayari? Tufate maneno ya Mungu, uachana na maneno ya nini? Ya wazazi. Kwa sababu unaona hao wazazi unafuata hao, wakati yao ikifika na yako ifike, ni lazima nyinyi wote mnyenyekee mbele ya nani? Ya Mungu. Sasa ile wakati utakuwa umefuata msasi, na msasi tena kuna mwingine mbele anataka muomba muabudu, na umefuata msasi, hiyo wakati ikifika kutakuwa acha. Sasa inafaa ujiulize kitu. Naelewa moja, kwa kanisa ama any building hakuna Mungu kama Mungu hayuko ndani yako. Kuna kitu nafuatilia Waislamu ambaye ni your neighbor, jirani yako, unafaa kumjulisha hali. Sasa sisi tunaamini katika msikiti Mungu wako. Kwa sababu gani? Qur'ani natuambia kwa hakika. Kwanza unasikia? Kwa hakika misikiti, without any doubt. Kwa hakika misikiti yote ni ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Qur'ani natuambia. Kwa hivyo kama misikiti ni ya Mwenyezi Mungu, hii nyumba tukisema ni yako, nani yako ndani? Ni Mungu. Ama ni mimi? Ni wewe. Ukinipata hapo bila idhini itakuwa aje? Umekosea. Alafu kwa hivyo Qur'ani natuambia misikiti yote ni ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwa Biblia zenu hizi tumetafuta hata mahali wameandika tu kuna kanisa ya Mungu, haipo kabisa complete, bali wameandika hapa naye makanisa sote ni za shetani kwa Biblia. Ushaifika hiyo? Ndio maana hatutaki kuwafunulia, na mkitaka tena tunawafunulia, tunawahubiria tu muondoke kwenye ukafiri, muingie kwa dini ya Mwenyezi Mungu peke yake. Hii maneno unaona mnapikwa ukarabati, hii yote ni ya kuwapeleka motoni. Hebu nikuuliza saa hii, kuna kanisa inaitwa AIC what? AIC
Unaijua? Anglican Church Office. Aha, msalaba yao wanachora aje? Wanachora msalaba ile ya plastiki kawaida, kisha hapa chini wanaweka misisi. Unaijua? Yaani msalaba pati inamea. Na ile ya Catholic nayo ni msalaba tu hivi cross tu mara moja. Kweli si kweli? Ni kweli. Hizi msalaba mbili ya kweli ni gani? Sijajua. Ndio nawaambia tokeni huko. Swali langu tukiwa pale. Hili ni dhehebu. Na kuna dhehebu ingine ambayo haina ile msalaba. Tena bado ni Wakristo sema kweli? Tuendelee. Mno. Karibuni madhe. Njoo mupewe kitabu muenda naye msome. Dhehebu zimekuja kutudanganya, ambayo sijui dhehebu ya Muislamu kama iko kweli. Ni kweli ama si kweli? Sasa itabidi mtu aende atafsiri, ajijue pole ndio aingie kwenye haki. Zaidi ya hapo, hizi vitabu zote mimi naamini ni mtu aliandika. Biblia, Quran ni mtu aliandika. Hii kitabu yenu wenyewe mnajua ni watu wengi waliandika. Ni nyinyi mliandika hii. Watu wengi, si mimi. Quran haijatueleza ni mtu ameandika, lakini hii wanataja mpaka anatuambia ni mitume. Si ni kweli? Kweli. Hiyo Quran ushapata aya wanatuambia ati imeandikwa na mtu ama watu. Ndio sasa tunaambia hizi vitabu zote, kwanza nyinyi wenyewe mnadai hii kitabu gani? Hiyo ni Biblia. Mnasema Biblia watu gani, wa dini gani? Christians. Na ukiangalia kwa hii Biblia yote mzima, kuna mahali imeandikwa Biblia ni ya Wakristo? Hapana. Sasa hiyo ndio porojo, mshaanza kudanganywa mapema, mkatolewa laini, sasa mnapelekwa vile mnataka. Yaani yule kuwapoteza ashawapoteza mapema, na wenyewe mlikosa kutumia akili. Na Yesu aliwaambia kuna watu wanayokuja wana masikio hawatafanya aje? Hawatasikia. Na wako na macho na hawatafanya. Ndio nyinyi aje? Si mnaambiwa kweli amkubali? Hebu nionyeshe sasa hii Biblia ni ya Wakristo, ama hata unitolee kwa hii Biblia ati Ukristo iko hapa. Kwanza kabisa na wasifu Waislamu, mtoto ndio aingie kwa darasa la kwanza, lazima ajifundishe, amaende ajue dini na ajue masomo ya serikali, yaani ajue haki ya Mungu na ajue haki ya serikali, kwa sababu unaona hii dini ya Mungu. Sasa unaingia darasani ndio ujue Biblia, na si lazima uijue. Alafu inakuwa ni mtihani tu. Unasoma muda mrefu ujue Biblia, kisha ukikosa kazi umemaliza kusoma, unajua Kisungu na kutafsiri kwa Kiswahili, ndio unanunua Biblia unaibia mama hapa barabarani ati wewe ni mchungaji. Si ni kweli? Si kweli? Lazima upitie kwa na kuna mahali mnasoma Biblia tu mjue Biblia muielewe vizuri. Kwanza nyinyi wa Kristo, nyinyi kuna pasta anaweza hubiri bila Biblia? Lazima hubiri na. Sasa ingia msikitini uone. Hizi vitabu tunatoka kufundisha nyinyi. Qur'ani zote tumemeza ziko kwa mwili. Na ukipinga mwalimu akisoma, we ukishuhudia nyuma Qur'ani yako, hata ikiwa toti atakuonyesha iko toti kwa nini yake, kwa kichwa. Lakini nyinyi mpaka muweke Biblia, mnasoma Biblia na tena msomi mambo iko hapo, mnasoma vitu zingine. Mnasema Yesu akasema, nyinyi mnasema mwana wa Mungu akasema. Unaona tofauti? Yaani kilichoandikwa hausomi hicho, wewe unatangazia watu kile ambacho wewe unafikiria kichwa yako. Sina kweli inakuanga hapa.
Ndio maana tunaambia ili muweze kuchinasua na moto wa jehanamu, tafadhali ingieni misikitini. Na ukitaka kukuonyesha kwanza, ndiye kuambia wewe ukuwe Mkristo, umesema baba yako wa sasa, si ndio? Wazazi lazima. Mimi nataka nikutume kwa Yesu akutume msikitini. Uko tayari? Niko tayari. Sahi. Hebu Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume inakuwa 22:5. We Sheikh Abbas, kuja tumalizana na huyu. Matendo ya Mitume, hebu nataka nionyeshe huyu jamaa. Nataka mitume, Matendo ya Mitume 22:5. Nataka nimuonyeshe hata Yesu mwenyewe akikwambia alikuwa anafundisha katika masinagogi. Na tutauliza Biblia, masinagogi ni kitu aina gani? Matendo ya Mitume. Matendo ngapi? Matendo 22:5. Hebu jaribu hiyo nione kama sijakosea. Mahali Yesu anasema alikuwa, mimi Yesu nilikuwa nafundisha masinagogi 5. Unasemaje? Kama kuhani mkuu, inasema ati alikuwa anasemaje? Sio hiyo. 25. Hiyo 20 nimesema 22. Hiyo ni 22. Alikuwa anafundisha katika nini? Alikuwa anafundisha katika masinagogi. Ilikuwa 22:9. Ama nimepotea kidogo. 22 nakuwa 5. Yesu akifundisha nani? Ana masinagogi. Masinagogi ni nani? Masinagogi. Sorry, 18:20. 18:20. 18:20 inasema Yohana 18:20. Na 18:20 nasema Yesu akamjibu, mimi nimesema na ulimwengu waziwazi siku zote, na alifundisha katika sinagogi na katika hekalu wakusanyikapo Wayahudi wote. Umesikia? Yesu alikuwa anafundisha wapi? Endelea. Haya, inasema wala kwa siri mimi sikusema neno lolote. Ya nini kuniuliza mimi? Wauliza wale waliosikia ni nini niliyoambia, nao wanajua niliyanena. Umeelewa sasa? Yesu alikuwa anafundisha wapi? Sinagogi. Unajua sinagogi ni kitu aina gani? Ni dhehebu gani? Hiyo ndio maneno mnapayatisha. Hiyo Biblia itakueleza. Sinagogi ni misikiti zilizojengwa kwa Wayahudi, na msikiti yoyote ikijengwa mahali, watakapoingia katika msikiti watakuwa watu wa dini gani? Waislamu. Kwa hivyo sinagogi ikiwa msikiti, wanaingia hapo watakuwa watu gani? Muislamu. Kama Yesu alikuwa anafundisha masinagogi, alikuwa mtu wa dini gani? Muislamu. Kuna aya yoyote uko nayo kwa Biblia Yesu wacha kuenda kuhubiri kanisani, hata kuchungulia tu? Wacha sasa ameingia kanisani, achungulie tu hivi kanisani na arudi. Uko na hiyo aya kwa Biblia? Sasa sina sababu. Kitu ya kwanza sijaelewa Biblia yote. Na ndio maana tunaambia kama mchaelewa, tuko hapa free of charge. Hatutaki mtulipe, bali tunataka tuwaweke kwa njia iliyo haki. Tukuje tuulize maswali. Napata kuuliza maswali, kucha usome, kwa sababu naweza niuliza swali lingine nikataka kujisipia nikakujibu venye mimi mwenyewe najua, sio venye unataka. Yani nikupime tu akili yako, nione nikijibu huyu hii anafurahia, na ndio maneno wachungaji wanafanya. Lakini ukisoma ni bora zaidi, unajua hiki kitu hata ukijibu hii na kwa maandiko ni hii. Unaona hiyo?
hiyo maneno? Ndio maana na Korani ya Kiswahili siko itanifurahisha sana nikienda nisome, na ndio hiyo tunafanya hii kazi kutetea watu wasiingie motoni, na hata Biblia inasema ni wote, ni wengi watamtaja Bwana Bwana, hawataona ufalme wapi. Na hii tribe ya 12 tribes 144,000 people kwa Biblia wenye watakubaliwa kuingia mbinguni kwa Biblia. Hiyo Biblia ukiingia kwa vitabu za Old Testament inaeleza Uislamu mtupu. Hiyo Biblia yenu inaeleza Uislamu. Kama hao watu nasema 12,000 and above, yanaeleza tena watakuwa ni Waislamu bado, kwa sababu hiyo Biblia yenyewe hamuhifadhi. Na maneno inaelezwa ndio hiyo iko kwa Qur'an. Sasa tunashindwa, shida ni gani? Hebu niwaulize, wewe ushaingia kanisa Katoliki, si ni kweli? Sana. Kuna sanamu hapo ya Yesu Mungu. Aha, wachia hapo. Kuna sanamu, si ni kweli? Iko. Na kwanza tukifuatilia Biblia inakataza msiabudu kinachoabudu. 10 commandments. Na 10 commandments. Alafu kuna aya inasema kimbieni ibada ya masanamu. Kwa Biblia, si ndio? Ndio. Katoliki kuna sanamu? Ziko. Hiyo tuachane nayo, tusienda sana. Hiyo sanamu ya Mariam inafaa aje? Yule sanamu yenyewe kwa kanisa, unajua venye inafaa uchi wa nguo, inakuwa uchi wa nguo kwa dini sote. Ile sanamu ya Mariam kwa mavazi iliyo duniani, ni dini gani inafaa kama Mariam? Hakuna. Kweli? Hakuna. Kwa hivyo uchui sanamu ya Mariam fulani amefaa, si ni kweli? Najua. Amefaa aje? Hebu nieleza kwanza. Kwanza ni kama for now ni wale wasichana wapotofu. Mariam. Yeah. Basi. Mariam amefaa kutoka juu kwa kichwa mpaka chini, hata nywele yake haionekani. Mariam amefaa nguo ndefu, nguo nyeupe. Yesu yule wa kanisani amefaa kanzu kama huyu shehe. Na ukienda dunia mzima utafute picha ya Mariam na Waislamu draw. Na nyinyi wa Kristo mnaruhusu wa mama wafae longi, wafae miniskirt. Alafu kanisa kwa ninyewe mumeweka muziki. Na muziki ukicheza vizuri kuingie hauna control. Unacheza ukirusha miguu, ukifanya aje, na amefaa kwanza topu matiti naonekana. Na amefaa miniskirt. Miniskirt ukienua mkuu, mtu akiwa mbele, kitu gani ataona? Msasiri. Ukiwa kanisani ni haki si haki? Si haki. Pastor akiona hivyo, imani itakuwa kwa kutongoza ama kwa kuhubiri? Kwa kutongoza. Sasa ndio maneno tunawaambia. Hamuna haki kabisa. Maneno mko nayo mnachifanyia. Mpaka pombe Biblia inakataza. Lakini Katoliki si wanakunywa pombe? Lazima. Kisha wanaikeusia jina ilazimishwe sio pombe, lakini bado ni pombe. Hata pande natumia. Sasa naam. Muda imeisha, tunaomba tufunge, na mimi nakukaribisha katika Uislamu. Qur'an ndio hii. Hii Qur'an ndio hii. Yeah. Nipatie na kufunga. Oh Mike, sawa. Sasa wewe utaslimu ama tena uko na problem? Nipe tu siku moja mbili. Aha. Utaingia? Sawa. Sheikh. Hayo Mashaallah. Wewe sasa unafika sasa tushamaliza. Dakika moja. Hiyo ndio dakika moja. Alhamdulillah, tumekuwa mwiki na karibu tu Sheikh. Tumekuwa mwiki alhamdulillah, na tumefanya da'wa. Ni kipindi kirefu ambayo hatujakuwa hapa, na nafikiri tumekuwa na shehe wetu Ali Karanja. Tunamjua kwingi. Na shehe wetu hapa wa hii area naitwa Sheikh Abdurrashid, muda mrefu hatujaonana. Labda tu kalima moja mbili tufunge, kwa sababu imekuja tunakaribia kufunga, lakini alikuwa na habari kama tutakutembelea. Kwa hivyo kalima moja mbili alafu tufunge inshallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma baad, alhamdulillah tumeweza kupokea wageni wetu Sheikh Abbas ameweza kutembelea leo katika mji wa Kasarani Mwiki. Alhamdulillah sasa hizi naona wamefika tamati. Alhamdulillah tunawakaribisha tena mara nyingine waweze kufanya muhadhara, waalike watu wasiokuwa Waislamu katika Uislamu, na Allah subhanahu wa ta'ala tujalie sote tawfiki, walillahi alhamd. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ali ni Abbas Online TV. Watarajie sasa kuona muhadhara, kazi tutafanya, na pia mtupe support yenu inshallah. Mashaallah, nafikiri na umefurahi, na pia tuna mzee wetu muda mrefu hatujakuwa na yeye, pia ningependa azungumze mawili matatu tukifunga. Karibu. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu. Barakallahu fiku, jazakumullahu khair. Neema na baraka zako Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu ya waja wake. Naam. Ni neema katika da'wa kufikisha kalimatullah ila ilallah katika mitaa huku Mwiki. Tunashukuru. Kwa hivyo kazi inaendelea, da'wa ya kufikishia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiku, jazakumullahu khair. Nikufahamisha watu Uislamu kwa muhtasari. Kwa hivyo ni neema kubwa kupata fursa hii kuweza kufikisha kalimatullah ila ilallah, kuamrisha mema na kukataza maovu, ili watu waweze kujua kana kwamba wale ambao sio Waislamu katika kumuudhi katika maovu kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kufuata Uislamu ndio dini ambayo haki, na zingine zote ni mifumo ya watu, na ndio maana tunafikisha kalimatullah ila ilallah, watu waweze kufahamu nini maana ya Mwenyezi Mungu anavyokuwa ameumba, maana ya kuumba ni nini, watu wajue kwa nini Mwenyezi Mungu ameumba binadamu, kwa ajili awabudiwe yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo si katika kuishi tu kama viumbe wale wengine, lakini mwanadamu ameumbwa kwa neema ya kuabudu. Barakallahu fiku, jazakallahu khair. Allah bariki sana, tunashukuru.